Nataka nishukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya fursa hii. Naitwa Apostle Khaemba Francis. Si rahisi mtu kuhitimu, kupata from one level to another, kupata cheti cha kwanza, cha pili na cha pili ama shahada. Si kazi rahisi, inabidi mtu kujinyima, either financially ameumia, your time umejidevote kwa kazi ambayo umefanya, so ni kazi kubwa sana. Kwa hivyo mimi naweza sema tu kwamba apart from mambo ambayo wanafunzi wanafanya na bidii ambayo wanatia shuleni, kuna weakness ambayo tumekuwa nayo in Kenya. Na our problem, ugonjwa wetu ni mmoja tu, kwamba mtu kama mimi you have gone to umehitimu, you have a master's degree, lakini the problem is kwamba there's unemployment, hauna kazi, unakuja tu kukuwa na elimu yako hapo, then there's no work. Hiyo ndio maana imechangia pia kuona vijana wengi wanajikuta kwamba wako kwenye siasa, kwa sababu mtu alienda shule amehitimu, anafika mahali amekosa kazi, anageuka kuwa goon. So to me, nataka tu niseme kwamba as a country we have empowered people, we have people that are learned, they are educated, they have their certificates. So what you need to do as politicians is to create job opportunities. Ukikuja kwa ofisi, ugonjwa wa kwanza ikue, we are looking for leaders wenye watakuja kwa ofisi, na kitu cha kwanza chenye wanaangalia ni kwamba, kwa sababu sasa at least tuna barabara, so isikwe tu kwamba kila siku tunaongelea barabara. Iweko siku ambayo watu tutaongelea kuhusu tutafanyaje ili tupate nafasi za kuweza kuajiri watu. This a problem is a pandemic in Kenya. Then after graduation, what else? So hiyo ndio swali ambalo tunajiuliza, when people have come out, what else? Apart from kutuambia tu na kutupea advice, go outside there, do something, if you're going to open, if you're going to be a business person, you need to have a capital. So unakuja nakwambia tafuta kitu ufanye, utafanya nini? Hauna capital, hauna support, financial muscles, so you cannot invest in anything. And even if you will identify a niche, a gap in the market that you need to invest, then where are the funds to support your investment? So that's the problem that people are having. Na mimi nawaambia tu watu kwamba the political mountain need to do something kuhusu hiyo. Tukiwaongeza kwa ofisi, then think about that. Education is the key. If you want to have great people, if we will have a great nation, we need to make sure that our generations, the coming generation is educated. Na ianzie tu kutokea kwa shule, kutokea chekechea kwenda hadi vyuo vikuu. Utagundua kwamba kwa mashule hata high schools, capitation imekuwa mbaya. People, there is a problem in funding, educational funding. Unagundua kwamba shule zimeanza kuwa na matatizo. Watu wengi ambao ni werevu, you see, wanakaa nyumbani kwa sababu the capitation, the funding is poor. So I think also waangalie, government should look at the system to fund people, especially the less privileged, kwamba waweze kuwa shuleni.